Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, pengine yawezekana ukawa hujaona namna ambavyo kiungo mshambuliaji wa alikuwa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga Stefano Aziz Ki, namna ambavyo alikaribishwa ndani ya klabu yake mpya ya Wydad Casablanca. Unaweza ukatazama na hivi ndivyo ambavyo Stefano Aziz Ki alikaribishwa kwenye timu yake mpya ya Wydad Casablanca kitokea ndani ya klabu ya Yanga. Tunafahamu kwamba Stefano Aziz Ki amesaini mkataba wa miaka 2 wa kuitumikia klabu hiyo ya Wydad Casablanca, lakini pia tuliona kwenye utambulisho wake akiambatana na bibie ama mke wake, mke halali kabisa, kwa sababu tuliona tukio la ndoa, tulishuhudia wote kwa macho yetu. Bi Hamisa Mobeto akiambatana naye kwenye utambulisho kama ambavyo unaweza kutazama picha hizo. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio ambalo nimeona nikusogezee, hususan ni tukio la utambulisho wake, kama ilivyo ada kwa wachezaji wengine wapya, namna ambavyo wamekuwa kitambulishwa. Inapangwa mistari 2 ya wachezaji na benchi la ufundi, alafu napita katikati wanakupiga makofi mgongoni kama ishara ya kukaribisha. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo Stefano Aziz Ki Master Ki, moja kati ya wachezaji kipenzi kabisa ndani ya klabu ya Yanga, ambaye pia tuliona namna ambavyo alitoa ujumbe mzito wakati akiwaga mashabiki wa klabu ya Yanga, lakini pia tumeona Yanga wakiandika kauli tofauti ama ujumbe tofauti za kumwaga Stefano Aziz Ki ambaye aliwatumikia kwa mafanikio makubwa sana. Tunafahamu, tunakumbuka baadhi ya matukio ambayo aliyafanya Stefano Aziz Ki ndani ya klabu ya Yanga. Tukio ambalo pengine kwangu mimi sitokuja kulisahau ni tukio la goli lake la robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns, kule ambalo liliweza kukataliwa. Kuna matukio mengi, lakini moja kati ya tukio ambalo wanalikumbuka na huwa napenda kulizungumza ni tukio hilo ambalo pengine unaweza ukasema referee wa mchezo ule alizima ndoto ya klabu ya Yanga ya kuweza kutinga hatua ya nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo tunafahamu ni muda mrefu sana Yanga hawajatimiza lengo hilo la kuweza kutinga hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio ambalo nalikumbuka sana, lakini kuna matukio mengi ambayo aliwahi kuyafanya Stefano Aziz Ki, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo amepokelewa, na tumeona usajili mkubwa ambao Wydad Casablanca amefanya, akiwemo kiungo mkabaji Amrabat ambaye alikuwa anakipiga ndani ya klabu ya Manchester United. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Stefano Aziz Ki anakwenda kukutana na wachezaji wakubwa ambao wamecheza kwenye ligi kubwa kama Nordin Amrabat ambaye alikipiga ndani ya klabu ya Manchester United. Kwa hiyo iko hivyo kuhusiana na namna ambavyo Stefano Aziz Ki aliweza kukaribishwa ndani ya klabu ya Wydad Casablanca akitokea ndani ya klabu ya Yanga, na ikikadiriwa kwamba saini mkataba wa zaidi ya shilingi bilioni 1.8. Kwa hiyo ni moja kati ya fedha ambayo inazungumzwa kwamba ndio ambayo imemuondoa ndani ya klabu ya Yanga, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo ametambulishwa, na ndio dhima yangu ya kukuletea clip hii kukuonyesha namna ambavyo Stefano Aziz Ki ameweza kutambulishwa. Na tunafahamu kwamba klabu ya Wydad Casablanca iko na mashindano makubwa na tayari ameshakwisha kuingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na mashindano makubwa ya klabu bingwa, kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu, ambapo tunafahamu kwamba mchezo wa kwanza Wydad Casablanca atakipiga dhidi ya Manchester City, lakini pia tunafahamu kwamba tayari Sevilla, timu inayoshiriki ligi kuu ya nchini Hispania, tayari imeshakwisha kutoa pale Morocco kwa ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo pia Stefano Aziz Ki ukiachana na kucheza mashindano makubwa na kukutana na Manchester United kwenye michezo ya kirafiki, anakwenda kukutana na Sevilla ambao wanakitwanga kwenye ligi kuu soka nchini Hispania, La Liga. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Stefano Aziz Ki anakwenda kwenye majukumu mazito, lakini kabla ya majukumu mazito ya kombe la dunia ngazi ya vilabu, anakwenda kukutana na mechi za kibabe za kirafiki. Moja kati ya usajili ambao tulizungumza sana tetesi kuhusiana na Stefano Aziz Ki kuhitajika na
Wydad Casablanca. Lakini pia Clement Mzize alikuwa akihusishwa, lakini mwisho wa siku Stefano Aziz Ki ametangulia, lakini bado kuna tetesi za Clement Mzize kuendelea kuhusishwa na klabu hiyo, lakini pia na vilabu vingine kama Zamalek, lakini kwa sasa Stefano Aziz Ki ameshakwisha kutangulia huko, na kwa sasa kilichopo ndani ya klabu ya Yanga ni kuhusiana na mrithi wa Stefano Aziz Ki ndani ya klabu hiyo. Kuna majina mengi sana ambayo yameendelea kuzungumzwa, lakini moja kati ya jina ambalo limeendelea kuzungumzwa sana ni jina la Faisal Salum Feitoto, kiungo ambaye pia aliwahi kucheza na Stefano Aziz Ki ndani ya klabu ya Yanga. Ni moja kati ya jina ambalo kwa sasa linatajwa kwamba anaweza kuwa mrithi wa Stefano Aziz Ki, lakini kwa sasa ni tetesi kwa sababu ameendelea kutajwa na vilabu vingine kama Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Azam FC wameendelea kuhusishwa kwamba wako kwenye mazungumzo mazito ya kuhakikisha kwamba Faisal Salum Feitoto anabaki ndani ya klabu ya Azam FC. Kwa hiyo iko hivyo kuhusiana na tetesi hizo za nani anakwenda kuwa mrithi wa Stefano Aziz Ki ndani ya klabu ya Yanga mara baada ya kutimkia ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Bana, tuliona pia maoni mbalimbali kuhusiana na uhamisho huo wa Stefano Aziz Ki kujiunga ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Wengine wakisema kwamba pengine huenda akaenda kuwasha moto kutokana na aina ya wachezaji ambao anakwenda kukutana nao. Wengine wakizungumza kwamba pengine huenda akaenda akadrop, lakini pia wengine wamekuwa na maoni tofauti tofauti wakiamini kwamba Stefano Aziz Ki anakwenda kufanya makubwa zaidi tofauti na yale ambayo amefanya ndani ya klabu ya Yanga. Kwa maoni ni mengi kuhusiana na uhamisho wa Stefano Aziz Ki, lakini itoshe kusema kwamba Stefano Aziz Ki tayari ameshakwisha kuanza mazoezi na tayari ameshakwisha kukaribishwa ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Tukisubiri tu mbilinge za mashindano hayo makubwa ya kombe la dunia ngazi ya vilabu, tukimshuhudia Stefano Aziz Ki akiwa na uzi mwekundu na mweupe. Tunafahamu Wydad Casablanca wao rangi yao ya jezi ni nyekundu na nyeupe, na Stefano Aziz Ki ametoka kuvaa rangi ya kijani na njano. Kwa hiyo unaweza pia kuona muonekano wa Stefano Aziz Ki akiwa na jezi nyekundu na nyeupe. Wengine wakisema zimempendeza sana, wengine wakisema kwamba ni moja kati ya jezi ambayo alikuwa akichukia kwa sababu aliweza kuyadhibu Simba Sports Club akiwa na Yanga, na akiwa anaonyesha kabisa kwamba ana mapenzi ya dhati na klabu ya Yanga kwa kuvaa jezi ya njano na kijani. Kwa hiyo ni moja kati ya maoni mbalimbali ambayo yameendelea kuzungumzwa mara baada ya utambulisho wa Stefano Aziz Ki. Lakini kwa sasa ni kwamba Stefano Aziz Ki ni red and white, kwa maana ya anavaa jezi ya nyekundu na nyeupe ndani ya klabu ya Wydad Casablanca. Kubwa zaidi tunasubiria kuona nini ambacho anakwenda kukifanya ndani ya klabu ya Wydad Casablanca baada ya kutoka ndani ya klabu ya Yanga kwa kuwa na mafanikio makubwa sana. Tumeona akisaidia timu yake ya Yanga kuweza kutinga kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya finali wakicheza na USM Alger 22-23, lakini pia tumeona akisaidia Yanga kuchukua makombe ligi kuu CRDB, kombe la ngao ya jamii, kombe la muungano, kombe lake la mwisho, na ameondoka wakati Yanga pia wakiwa wametinga hatua ya finali ya kombe la CRDB Bank wakisubiri. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.